mtazamaji wa TV ya Sibuka na msikilizaji wa Lindi FM. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Na ninakukaribisha sana katika kipindi chetu kizuri kinachohusu mambo ya wanawake. Kwa kweli kipindi kinahusu mambo ya wanawake, lakini kama ilivyo kawaida mwanamke ni kiungo kikubwa katika jamii. Nina imani kabisa kwamba hutakosa kitu cha kukufaa na kitu cha kukujenga na cha kukuinua moyo. Karibu katika kipindi chetu. Mimi naitwa mama mchungaji Praygod Zawadi Mgonja kutoka kanisa letu la EAGT Jesus Village, karibu kabisa na chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kabla hatujaendelea na kipindi chetu, naomba tuombe Mungu ili awe katikati yetu. Mungu na Baba yetu, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru Mungu kwa ajili ya uaminifu wako. Ninakushukuru Mungu kwa ajili ya neema na rehema zako, ambapo Mungu umetujalia tena siku ya leo kuwa hai katika sura ya nchi kwa ajili ya makusudi yako. Lakini zaidi sana umetukusanya pamoja kwa njia hii ya TV ya Sibuka na redio ya Lindi FM, ili Bwana tuweze kushirikishana maneno haya ya uzima, na wewe Mungu mwenyewe ukitufundisha ili tupate faida katika maisha haya tunayoishi, lakini pia tuweze kuurithi uzima wa milele na kuyashinda maisha ya hapa duniani. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen. Karibu sana katika kipindi chetu kizuri cha leo kinachohusu mambo ya wanawake. Leo tutaenda kushiriki pamoja ama kujifunza kwa habari ya mwanamke na maisha ya amani na watu wote. Mwanamke na maisha ya amani na watu wote. Unajua mwanamke ni kiungo kikubwa katika jamii. Mwanamke anahitajiwa na mume wake, mwanamke anahitajiwa na watoto, mwanamke anahitajiwa na kanisa, mwanamke anahitajiwa na majirani zake, anahitajiwa katika nchi yake, katika nyanja mbalimbali ambazo Mungu amemkusudia. Na pia tukisoma katika kile kitabu cha Mithali sura ya 14 mstari wa 1 pale, nataka nisome kabla sijaenda katika somo letu kabisa, maana tuweze kuelewa mambo kadha wa kadha kabla hatujaenda katika somo letu kabisa. Kitabu cha Mithali sura ya 14 mstari wa 1, neno la Mungu limeandikwa pale: kila mwanamke aliye na hekima hujenga nyumba yake, bali aliye mpumbavu huibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Kila mwanamke aliye na hekima hujenga nyumba yake, bali aliye mpumbavu huibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Nataka pia nikushirikishe kwamba kipimo kingine, viko vipimo vingi vya kumpima mwanamke mwenye hekima, lakini kipimo kingine cha kumpima kama huyu mwanamke ni mwenye hekima au ni mwanamke mpumbavu ni uwezo wa mwanamke kuishi kwa amani na watu wote. Kwa hiyo hicho nacho ni kipimo kingine kikubwa cha kuweza kujua kama huyu mwanamke ni mwanamke mwenye hekima ama ni mwanamke mpumbavu. Kipimo hiki ni ule uwezo wa huyu mwanamke kuishi na watu wote kwa amani. Kwa hiyo akiweza kuishi na watu wote kwa amani. Maana tunaposema kuishi na watu wote kwa amani, maana yake tunaongelea sasa habari ya watu wenye tabia mbalimbali. Watu wenye tabia mbalimbali, kuna watu wengine wakorofi, kuna watu wengine wanadharau, kuna watu wengine ni wakali, kuna watu wengine wagomvi, kuna watu wengine wasengenyaji, kuna watu wengine wachafuaji, kuna watu wengine wanadharau. Yani watu wa aina zote. Kuna watu wapole, kuna watu wachoyo, kuna watu wakarimu, kuna watu wakali. Kwa hiyo kuna aina mbalimbali za watu, na watu wengine ni wajeuri. Kwa hiyo sasa unakuta mwanamke anatakiwa awe na uwezo wa kuishi na watu wote hao kwa amani. Watu wengine ni wanafiki. Kwa hiyo ni mwanamke sasa awe na uwezo wa kuishi na hao watu. Kuna watu wengine wanaweza kukusaidia, wengine hawakusaidii, wengine ni tegemezi, wengine utawategemea. Kwa hiyo aina hizo za watu mbalimbali uweze kuishi nao kwa amani. Watu waliosoma, watu ambao hawajasoma, watu wenye kufanikiwa katika mwili na watu ambao hawakufanikiwa, watu wenye cheo na watu wasio na cheo,
watu walionacho na watu wasionacho, masikini na matajiri. Yaani huyu mwanamke atakiwa awe na uwezo wa kuishi na amani, kwa amani na hao watu wote. Wengine ni wakorofi kama nilivyokwisha kusema. Kwa hiyo huyu mwanamke mwenye hekima awe na uwezo wa kuishi na watu wote hao kwa amani. Kwa hiyo hicho nacho ni kipimo cha mwanamke mwenye hekima. Kwa hiyo tunaenda kuendelea na somo letu pale. Sasa tusome lile andiko ambalo sasa litatupeleka moja kwa moja katika somo letu. Na lenyewe limeandikwa katika kitabu cha Waebrania, waraka kwa Waebrania, sura ya 12 mstari ule wa 14. Nitasoma pale. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemuona Bwana asipokuwa nao. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemuona Bwana asipokuwa nao. Nilipokuwa nasoma hili andiko nikitafakari sana, nikagundua kwamba kumbe haya mambo mawili ni ya muhimu sana kwa mwanamke huyu mwenye hekima, lakini pia kwa mtu yoyote ambaye anataka kumuona Mungu. Kwamba jambo la kwanza ni kuwa na amani na watu wote, lakini jambo la pili ni huo utakatifu. Kwa hiyo hiki kigezo cha kuwa na amani na watu wote ndicho ambacho tutakizungumzia sana leo. Kwa hiyo tunaposema amani, hapo kwanza pale anatuambia, anasema tafuteni kwa bidii. Kwa hiyo nataka kuongea pia kwamba kumbe amani inatafutwa kwa bidii. Maana yake bidii ni kukazana. Maana yake bidii ni kujitoa. Kwa hiyo mtu akitaka kuiendea amani, kumbe amani inahitaji ulipe gharama fulani ili ipatikane ile amani. Kwa hiyo tunaona amani ni utulivu wa moyo, amani ni utulivu wa mwili. Kwa hiyo amani husababisha furaha, amani husababisha uchangamfu, amani husababisha afya pia. Ukiwa na amani hata akili inafanya kazi vizuri. Kwa hiyo kipimo kimojawapo nimesema pia cha mtu mwenye hekima, lakini pia kipimo kimojawapo cha mtu mchaji wa Mungu, Mkristo halisi aliyezaliwa mara ya pili, ni ule uwezo wa kuishi kwa amani na watu wote. Ukitaka kujua kwamba wewe umeokoka, ama wewe ni Mkristo halisi, ama wewe ni mtu ambaye umezaliwa mara ya pili, tuseme kwa lugha nyingine. Ninaposema Mkristo halisi, unajua kuna watu anajiita Mkristo lakini hajazivaa chapa za Kristo. Mimi naongelea habari ya mtu aliyezivaa chapa za Kristo, ambaye anamfanania Kristo. Kwa hiyo anatakiwa sasa awe na uwezo wa kuishi kwa amani na watu wote. Hapa naongea habari ya huyo mwanamke mwenye hekima, lakini pia naongea kwa mtu ambaye ni mtaua na mchaji wa Mungu. Uwezo wa kuishi kwa amani na watu wote. Yaani ni mtu ambaye hajali makwazo wala kukwazika wala chokochoko. Manake ana amani na watu wote. Anaweza kuishi na watu wote wa aina zote, bila chokochoko, bila makwazo, bila kukwaza wala kukwazika. Kwa huyo mtu mwenye amani, yeye mwenyewe hakwaziki, lakini huyo mtu mwenye amani ana uwezo wa kuwakwaza wengine, kwa sababu hili jambo la kuishi kwa amani na watu wote anakuwa amelizingatia sana. Kwa hiyo kuishi kwa amani na watu wote ni ule uwezo wa kushinda maumivu ya moyo, kushinda makwazo. Ukishaweza kushinda maumivu ya moyo, ukishaweza kushinda makwazo, halafu ukiweza kutokumkwaza mtu mwingine, yani wewe utakuwa na amani. Maana wakikukwaza hukwaziki, wakikuumiza huumii, halafu na wewe hukwazi wenzako, yani unashinda. Kwa hiyo wewe unakuwa ni mtu ambaye unaishi kwa amani na watu wote. Kwa hiyo umeshinda makwazo, hukwaziki, na wewe hukwazi wenzio. Kwa hiyo mtu wa namna hii anatakiwa avae chapa za Kristo, alipe gharama fulani
ili aweze kuwa na amani na watu wote. Na hichi ni kigezo kimojawapo cha mtu wa Mungu, na ni kipimo kimojawapo cha mtu wa Mungu, na ni kigezo ambacho Mungu anasema tutafute kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hakuna asiyokuwa nao atamuona Bwana. Kwa hiyo kikwazo ama kigezo kimojawapo cha kumuona Mungu ni kuwa na amani na watu wote. Kuto kukubali kukwazika, wala kuto kukubali kubeba maumivu juu ya jambo, lakini pia uwezo wa kushinda kuwakwaza wengine ama kuwaletea mambo ya kukosesha. Hebu tusome pale katika kile kitabu cha Zaburi ya 119 mstari wa 165. Naenda kusoma pale Zaburi 119 mstari wa 165. Neno la Mungu linasema pale, wana amani nyingi waipendao sheria yako, wala hawana la kuwakwaza. Wana amani nyingi waipendao sheria yako, wala hawana la kuwakwaza. Huyu ni mtu ambaye ameshinda, ana amani nyingi kwa kuwa anaipenda sheria ya Bwana. Kwa hiyo hana jambo ambalo litamkwaza, anayo amani. Kwa hiyo kuwa Mkristo halisi ni kuzivaa chapa za Kristo. Kuwa Mkristo halisi ni kuzivaa chapa za Kristo. Yaliyoshindikana kwa wengine, una uwezo wa kuyashinda yale yaliyoshindikana kwa wengine. Tuangalie pale kitabu kile cha Wagalatia sura ya 6 mstari wa 17. Nataka tupite katika maandiko ili tuweze kupata kujijenga na kuwa na msingi katika somo letu. Wagalatia 6:17 pale nitasoma. Tangu sasa mtu asinitaabishe, kwa maana ninachukua mwilini mwangu chapa zake Yesu. Tangu sasa mtu asinitaabishe, kwa maana ninachukua mwilini mwangu chapa zake Yesu. Kwa hiyo ukizivaa chapa za Kristo utayashinda yale ambayo yameshindikana kwa wengine. Na ndio hii imani yetu sisi ambao tumezaliwa mara ya pili. Imani yetu sisi, watu wanasema walokole, ni watu ambao tumezaliwa mara ya pili. Imetupasa kuzivaa chapa za Kristo, kuwa na amani na watu wote. Ili uweze kuwa na amani na watu wote lazima uwe na imani, lakini pia lazima uvae chapa za Kristo. Yaani uwezo mkubwa wa kuchukuliana na watu wa aina zote. Hapa tusome katika kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, katika ile sura ya 5 mstari wa 4 mpaka wa 5. Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu, na huku ndiko kushinda kuushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Mwenye kuushinda ulimwengu ni nani? Isipokuwa ni yeye aaminie ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Narudia pale mstari wa 4, anasema kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu, na huku ndiko kushinda kuushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Kwa hiyo katika imani yetu hii ambayo anasema mwenye kuushinda ulimwengu ni nani? Anasema isipokuwa ni yeye aaminie ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo mtu yote anayeamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu ni lazima aushinde ulimwengu. Na mojawapo ya kushinda ulimwengu ni kushinda hayo mambo yanayoweza kukosesha amani, kuyashinda makwazo. Unajua makwazo ndio hayo ambayo yanakosesha amani katika watu. Mtu anaweza kuwa ameokoka vizuri, amezaliwa mara ya pili vizuri, anasali kanisani vizuri, lakini hana amani. Alafu anaweza kuwa yeye mwenyewe hana amani kwa sababu wamemkwaza. Anasali lakini hana amani, anaomba lakini hana amani, anahudumu lakini hana amani. Kuna mambo ambayo yamemkwaza. Yamkini katika huduma yake kuna vitu ambavyo vimemkwaza. Yamkini katika ndoa yake, ama katika kazi yake, ama katika kanisani, ama majirani, ama
hata wengine wanakwazika hata barabarani. Kwa hiyo unakuta mtu hana amani, anasali na ni Mkristo na anasema amezaliwa mara ya pili, lakini hana amani ndani yake, hana amani katika ndoa yake, hana amani na watoto wake, hana amani hata katika huduma anazofanya, hana amani hata kazini anakofanya kazi, hana amani maisha anayoishi pamoja na majirani zake. Kwa hiyo katika imani hii anasema kuushinda ulimwengu, hiyo ndio imani yetu. Kwa hiyo huyo mtu aliyezaliwa mara ya pili awe na uwezo wa kuushinda ulimwengu na makwazo yake na kuilinda ile amani na kuhakikisha kwamba yeye mwenyewe hapotezi amani na pia asichukue amani ya watu wengine. Kwa hiyo Mungu anasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na anasema na huo utakatifu kwa ambao hakuna asiyekuwa nao atamuona Mungu. Kwa hiyo amani ni kifungo, amani ni kipimo cha kumuona Mungu na ni kigezo cha kumuona Mungu. Watu wengi sana huwa wanapuuzia, wanaona kama ni jambo la kawaida. Mwingine anasema unajua mimi napotezea tu, unajua mwingine sasa mimi nimeshazoea hilo, mimi nimeshazoea. Usilibebe jambo katika kuzoea. Hakikisha una amani na mume wako. Mwanamke mwenzangu, hakikisha una amani na mume wako. Mwanamke mwenzangu, hakikisha una amani na watoto wako. Mwanamke mwenzangu, hakikisha una amani na watu unaofanya nao kazi. Mwanamke mwenzangu, hakikisha una amani na watu wa kanisani. Mwanamke mwenzangu, hakikisha una amani na watu unaofanya nao huduma. Hakikisha una amani, huna makwazo na mtu. Hicho ni kigezo, mama yangu, cha kumuona Mungu. Vinginevyo utakuwa humuoni Mungu, kwa sababu neno la Mungu linatuambia na amani na watu wote, na pale anatuambia kwamba bidii. Kumbe sasa nawakumbusha wanawake wenzangu kwamba ni lazima kufanya bidii kutafuta amani. Katika kitu ambacho unatakiwa ufanye bidii, kimoja wapo ni kutafuta amani na watu wote, lakini pia amani na moyo wako. Amani, sisi ni wanawake ambao tumeolewa, amani na waume zetu kwa bidii, amani na watoto wetu kwa bidii, amani nyumbani, amani hata na mahouse girl. Unajua tunao wasichana wanaotusaidia nyumbani. Je, unayo amani na wasichana wako wa kazi nyumbani? Una amani na watoto? Una amani na ndoa yako? Una amani na huyo unayefanya naye huduma pamoja? Una amani na wafanyakazi wako wenzako ofisini? Una amani kwenye biashara yako? Una amani? Je, una amani? Hiki ni kipimo na ni kigezo cha kumwona Mungu, kama vile ambavyo tumeona katika neno la Mungu. Unajua sisi wanawake tuna mambo mengi. Sisi wanawake tuna mambo mengi sana yanayohusu watoto, yanayohusu ndoa, yanahusu kazi, yanahusu maisha ya kila siku, yanahusu mambo mengi mbalimbali. Yanatuhusu sisi wanawake. Unajikuta umejitwisha mambo kadha wa kadha. Wakati mwingine nyumbani kwa mume wako huna amani, watoto nao wanakusumbua, huna amani. Ukienda kazini nako huna amani. Ukienda kanisani huna amani. Ukienda kwenye huduma huna amani. Kwa hiyo unajikuta wanawake wengi wanajikuta wamenyongea sana kwa sababu amani imekosekana. Sasa leo nataka nikushauri katika hili neno la Mungu, kama hivyo kitabu cha Waebrania sura ya 12 mstari wa 14. Biblia inasema tafuteni kuwa na amani na watu wote. Kumbe amani inatafutwa. Kwa hiyo ninakushauri mwanamke mwenzangu katika Yesu Kristo, jitahidi kutafuta amani. Biblia inatuambia kwa bidii, itafute amani. Kama imekosekana kwenye ndoa yako, itafute mpaka ipatikane. Amani imekosekana kazini, itafute. Amani imekosekana kwenye huduma, itafute. Amani imekosekana kwenye biashara yako, itafute. Tafuta kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Kwa hiyo kumbe dawa ya kuwa na amani ni kutafuta. Alafu sio kutafuta polepole, kwa bidii. Kumbe kuna vitu itakugharimu. Kuna vitu vitakugharimu ili kupata ile amani. Kwa hiyo jambo lingine ambalo tunataka tujue katika amani, ili kuwa na amani na watu wote,
ni lazima uwe na uwezo wa kuchukuliana na watu wa aina zote. Uwezo wa kuchukuliana, uwezo wa kuwabeba, uwezo wa kuwasitiri, uwezo wa kwenda nao. Yaani hapa uwe na uwezo. Lakini sasa Biblia inatuambia uwezo wa kuchukuliana, lakini neno la kwanza limetangulia kutuambia kwamba kwa bidii, kutafuta kwa bidii. Kwa hiyo ni kujitafutia mwenyewe amani. Kwa hiyo ukitaka kuwa na amani, ni lazima utengeneze wewe mwenyewe mazingira ya amani. Usipotengeneza mazingira ya amani kama wewe, hakuna mtu atakaye kutafutia amani. Ni wewe mwenyewe unatakiwa utafute amani. Tengeneza mazingira. Unajua, siku moja nikawa naongea na wanawake, nikawaambia, unajua kwenye ndoa unatakiwa ukitaka kupata raha utengeneze wewe mazingira ya raha. Usipotengeneza mazingira ya raha katika ndoa yako, hutapata raha. Hasa kuna wanawake wanasubiri mume wake amtengenezee mazingira ya raha, hayatapatikana. Tengeneza wewe mazingira ya mume wako kukupa raha. Kwa hiyo na hapa neno linatuambia ukitaka amani, tafuta kwa bidii. Kumbe amani inatafutwa, tena sio inatafutwa kwa lele mama, inatafutwa kwa bidii. Kwa hiyo hapa tunataka kuangalia kitu cha kwanza ni uwezo wa kuchukuliana na watu wa aina zote, kuwabeba ili uishi nao kwa amani. Kwa hiyo kabla hujawachukulia wale watu, ni lazima uwaelewe. Elewa, unajua wakati mwingine elewa hata kabila la mtu, alafu pia elewa hata mila zake. Kuna watu wengine wana mila zao na taratibu zao. Kuna watu wengine kabila lao ni lazima waongee kwa ukali, lakini anakupenda, anaongea kwa ukali, kwa hiyo inabidi umuelewe ili uwe na amani naye. Kuna watu wengine wanataka kubembelezwa, muelewe, mbembeleze ili uwe na amani. Kuna watu wengine wanataka asaidiwe, msaidie. Kwa hiyo wewe unatakiwa kuelewa. Na mimi huwa nawaambia wanawake, hata ndoa yako ili uwe na amani, muelewe yule baba. Wengine huwa nawaambia ili uweze kuchukuliana naye, muelewe hata amezaliwa wangapi kwenye familia yao. Unajua wakati mwingine mwanaume kama amezaliwa wa kwanza, ataenda kama kiongozi, ataenda kama mtawala, anataka kuburuza jahazi liende kule mbele. Lakini kuna mwanaume mwingine amezaliwa wa mwisho, kule nyumbani kwao ni wa mwisho mume wako. Sasa anapenda kulala kifuani mwa mama yake alizoea, anadekezwa na mama yake kazoea, analishwa na mama yake kazoea. Wewe unataka sasa uanze kumburuza, wewe unatakiwa kumuelewa, huyu ni kitinda mimba, niende naye vipi? Hebu tusome kitabu kile cha Wakolosai sura ya 3 mstari wa 12 mpaka wa 16. Unajua ndugu mtazamaji, kwa nini nacheka? Nacheka kwa sababu watu wengine anataka abadilishe mila labda na desturi fulani. Anataka ni wewe kuelewa kwamba huyu mtu mimi naendana naye vipi. Ukishamuelewa pata amani. Mama mmoja, ninachocheka, mama mmoja akaniambia, akasema, mimi mume wangu hata nikimfanyia jambo jema hawezi kusema asante. Anasema, mwanzoni nilikuwa nakwazika, kwa nini hawezi kusema asante? Inaniondolea amani. Kwa nini asemi asante? Yaani nimemfulia nguo asemi asante, nimepika chakula asemi asante, nimefanya kazi zote hizi haangalii. Akirudi anaanza kusema, ulikuwa unafanya nini hapa? Unapoteza muda hapa. Sioni hata ulichofanya. Anasema inaniumiza sana. Anasema baadaye nikaona mimi nitakosa amani mpaka nitakufa. Kwa hiyo akaamua kumuelewa mume wake kwamba hawezi kusema asante, na akisema asante ni muujiza. Kwa hiyo yeye kitu cha asante ndio ashangae, lakini kuto kusema asante asishangae. Anasema akajitiuni mwenyewe. Kwa hiyo anasema asiposema asante amezoea. Akisema asante, baba leo umenishukuru. Kwa nini? Amemuelewa. Halafu ameamua kumbeba alivyo. Halafu sasa wana amani. Kwa hiyo tunaona hapa, hebu tuende katika hicho kitabu chetu cha Wakolosai sura ile ya 3 mstari wa 12 mpaka wa 16. Nitasoma pale. Basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu,
mkichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo na nyinyi. Zaidi ya hayo yote, jivikeni upendo, ndio kifungo cha ukamilifu. Na amani ya Kristo iamue moyoni mwenu, ndio mlioitiwa katika mwili mmoja. Tena iweni watu wa shukrani. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu, katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Kwa hiyo hapa tunaona, tunajifunza kwamba katika kitabu hiki cha Wakolosai anatufundisha namna ya kuchukuliana. Kwa hiyo nilipokuwa na tafakari hili andiko ili kuweza kuwa na amani na watu wote, nikaona hapa kuna vitu ambavyo tunaweza kujifunza. Mimi nimejifunza, lakini naamini na wewe mtazamaji wa TV ya Sibuka na wewe msikilizaji wa Lindi FM vitakusaidia. Hapa tunasoma katika Wakolosai, anatuambia jambo la kwanza, jivikeni moyo wa rehema. Unajua, ili uwe na amani na watu wote, kila wakati jivike moyo wa rehema. Moyo wa rehema ni moyo wa kuhurumia, ulio tayari kusamehe, unaoonea huruma mtu mwingine. Unajua, kabla hujamlaumu mtu lazima umhurumie. Unajua, kwa mfano labda mtu ni mlevi, na wewe ni mwanamke mwenzangu, labda umeolewa na mlevi, labda umeolewa na mtu ambaye analala nje, labda umeolewa na mtu ambaye anakupiga kila siku, labda umeolewa na mtu ambaye anakutukana kila siku, labda kazini kwako bosi wako ana mambo ya manyanyaso fulani, labda kwenye biashara, labda kwenye mji mnaoishi, labda majirani. Unatakiwa kwanza yule mtu umhurumie, kwa sababu Mungu alimuumba katika uzuri. Unapomuona anafanya vitu ambavyo havieleweki, ni yeye amezidiwa na nguvu zile zingine za kishetani, lakini ama kwa hiari yake mwenyewe anatamani atende mema, ama kwa hiari yake mwenyewe. Paulo ananena katika kile kitabu cha Waebrania sura ya 13, anasema tunatamani tukiwa na mwenendo mwema katika mambo yote. Kwa hiyo ni mtu anatamani kuwa na mwenendo mwema, lakini anashindwa. Kwa hiyo kabla hujamlaumu, unatakiwa mhurumie. Labda mtu hana maadili mema, unatakiwa umhurumie, kwa sababu angekuwa na akili timamu na ufahamu mzuri, angemjua Mungu, asingeweza kufanya hivyo vitu. Kwa hiyo huyo mtu unatakiwa sasa, ili uweze kumchukulia, jivike moyo wa rehema. Badala ya kumlaumu, muombee, ama mshauri, ama mfanyie counseling, umchukulie, utakuwa na amani. Utamwelewa tu kabisa kwamba huyu anavutwa na nguvu zingine. Kwa hiyo kabla hujamchukulia hatua, muhurumie. Kwa hiyo ili tuweze kuwa na amani na watu wote, ni lazima tuwe na uwezo pia wa kuhurumiana. Uwezo wa kuhurumiana, uwezo wa kubebeana mizigo, uwezo wa kuchukuliana. Jivike moyo wa rehema. Unajua, kuna wakati mtu mwingine labda ana maneno makali, mwingine anataka anaaibisha tu wenzake, mwingine anaumiza tu, ana maneno ya kuchoma. Unamuona yule mtu, kama umweke katika hali kwamba kama angekuwa na hekima kama nilionayo mimi. Maana ili uweze kujua kosa la mwenzako, ni lazima uwe na hekima zaidi yake. Kwa hiyo yeye ndio utamuona kwamba amepungua, kwa sababu wewe una hekima zaidi yake. Kwa hiyo una ni moyo wa rehema. Unajivika rehema pale kwamba angekuwa na ufahamu kama wangu, au angekuwa anataka kuwa kama, yani awe kama mimi. Kwa hiyo na maana huyu mtu amepungukiwa na kitu, anatakiwa umrehemu. Kwa hiyo ni mtu wa kusamehe. Lakini jambo lingine tunasoma pale, anasema utu wema. Maana yake tuwe na matendo mema, lakini sio matendo mema tu, tuwe na maneno mema pia, maneno yenye neema, ili tuepukane na makwazo. Matendo mema. Hapa nataka tusome andiko moja pale, kitabu kile cha Luka sura ile ya 6 mstari wa 31. Nitasoma pale Luka sura ya 6 mstari wa 31. Nasoma pale. Na kama
mnavyotaka watu wawatendee nyinyi, watendeeni vivyo hivyo. Jambo lile ambalo unataka watu wakutendee, basi na wewe watendee wenzako, utakuwa na amani. Na wale watu tutafanya wawe wana amani. Lakini matendo, tutendeane matendo mema, hapo tutakuwa na amani. Kila mtu ajitahidi kumtendea mwenzake matendo mema, tutakuwa na amani. Lakini maneno yenye neema, unajua maneno nayo yanaondoa amani. Kitabu kile cha Wakolosai sura ya 4 mstari wa 6. Nitasoma pale. Maneno yenu yawe na neema siku zote, yakikolea munyu, mpate kujua jinsi wapasavyo kumjibu kila mtu. Unajua wakati mwingine amani inatoka kwa sababu ya neno aliloambiwa na mwenzake. Mwenzake amemwambia neno gani? Mwenzake amemjibu neno gani? Hata wanawake wenzangu, tunapokaa hata kwenye ndoa zetu, maneno tunayojibizana na waume zetu ni maneno gani? Na maneno ambayo waume zetu pengine wanatueleza ni maneno gani? Maneno tunayowaambia watoto ni maneno gani? Maneno unayowaambia wafanyakazi wako ni maneno gani? Maneno unayowaambia wafanyakazi wenzako, je, yana neema? Yanamfaa mtu mwingine? Je, unajua namna ya kujibu? Haya maneno ya kujibizana yanaondoa amani. Mtu anaamua kujibu anachojibu, mwingine anaamua kumwambia mwenzake anachomwambia, mwingine anaamua kusema anavyosema, mwingine anasema maneno ya kuumiza, mwingine anasema maneno ya kuchafua, mwingine anasema maneno ya dharau, mwingine anasema maneno ya kiburi, mwingine ana maneno ya kujivuna. Sasa yale maneno yale ndiyo yanayoondoa amani. Kwa hiyo kama kila mtu atakuwa anajua jinsi ya kumjibu mwenzake na jinsi ya kumwambia mwenzake, na ni neno gani anatakiwa mtu apime, ili ni neno nitakalolisema, je, litaleta amani kwa mwenzangu? Je, hili neno litamponya mwenzangu? Je, litakuwa na neema au litafanyaje? Kwa hiyo mtu huyu anatakiwa uwe mwangalifu, mwanamke mwenzangu, hata unapojibu mume wako unaangalia hili neno, je, limekolea munyu? Hili neno lina neema? Hili neno linafaa? Hili neno linajenga au hili neno linaharibu? Hata tunapoongea na watoto wetu, ni maneno, je, yanaleta amani ama yanaleta uchungu? Kwa hiyo maneno ya kusemezana. Lakini pia nataka niseme kwamba katika kile kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 29 pale. Kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 29. Neno lolote lililo ovu lisitoke vinywani mwenu, bali lililo jema la kumfaa mwenye kuhitaji, ili liwape neema wanaosikia. Neno lolote lililo ovu lisitoke vinywani mwenu, bali lile lililo jema la kumfaa mwenye kuhitaji, ili liwape neema wanaosikia. Kwa hiyo kumbe maneno ambayo tunatakiwa kuyasema ni maneno ambayo yenye neema, yanayofaa wenzetu, yale yanaleta amani. Lakini maneno yoyote yenye kuumiza, yenye kiburi ndani yake, yenye dharau, yenye hila mle ndani, maneno makali, hatupaswi kuambiana, kwa sababu tunatakiwa kuwa na amani. Kila mtu atafute amani kwa upande wake, lakini pia amani katika upande wa mwingine. Mimi nimewahi kuambiwa na mwanamke, mimi nahusika sana na mambo ya wanawake, ni kiongozi wa wanawake, kwa hiyo nakutana na wanawake. Mwingine akasema, unajua mimi ndoa yangu inataka kunishinda. Nikamwambia kwa nini? Akasema, mimi mume wangu maneno yake anayoniambia yananichoma moyo sana. Na mimi nikamuuliza, mume wako anakuambia maneno gani? Anasema hivi, ananiambia ulipokuja hapa ulikuwa umekonda sana, sasa hivi umenenepa. Umeanza dharau kwa sababu umenenepa. Anasema sasa hivi maneno yananichoma sana. Kwa hiyo maneno kama inawezekana kweli amekuja amekonda, lakini hayafai pale kumwambia yale maneno. Kuna maneno mengine ni ya masimango, maneno mengine yanavunja moyo kabisa, maneno mengine yanakatisha tamaa. Hata unapokuwa kiongozi, unapoongea na watu,
unatakiwa pia ujue maneno ya kusema mbele za watu. Hata kama unawataka kuwaonya kitu, maneno yatakayoleta neema, yatakayowafaa wanayoyasikiliza, maneno yatakayowainua na kuwafundisha, lakini maneno yenye neema. Hata kama ni maneno ya kujenga, lakini yawe maneno yenye neema. Haya maneno huwa yanaondoa amani. Unakuta watu wanaishi katika nyumba moja lakini hawana amani. Ukiuliza kwa nini hawana amani, yale maneno ambayo yanasemwa kila wakati, yale maneno yanakosesha amani. Kwa hiyo maneno tunayoongea hapa, tunasoma katika kile kitabu cha Wakolosai, katika kitabu cha Waefeso, yawe maneno yenye neema, maneno yenye kujenga, maneno yenye kusaidia, maneno yatakayowafaa mtu mwenye kuhitaji. Maneno mabaya yanaondoa amani. Biblia inatuambia tutafute kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Ili tuwe na amani na watu wote, tuchuje maneno tunayosema kwa ajili ya wengine, maneno tunayosema mbele ya wengine, maneno tunayosema kwa ajili ya wengine, maneno tunayoambiana, lugha tunazozitumia tunapokuwa ndani na waume zetu, lakini tunapokuwa na watoto wetu, tunapokuwa kwenye biashara zetu, tunapokuwa kwenye huduma, tunapokuwa kazini, tunapokuwa mahali popote. Yaani mwanamke, uchunge kinywa chako, hesabu maneno yako. Ujue hayo maneno yanaweza yakamuua mtu ama yanaweza yakamjenga mtu. Mtu anaongea neno lolote, mwingine anaongea neno ambalo mwenzake anaona ni aibu sana, lakini yeye anaweza tu akaongea mbele za wengine. Kwa hiyo anamkosesha mwenzake amani. Tangu mwanzo mpaka mwisho mwenzake hana amani. Ukiuliza kwa nini huna amani? Ni maneno yale ambayo mwenzangu aliyaongea. Lakini pia tumejifunza hapo kwamba unyenyekevu na wenyewe unasababisha amani. Ili unatakiwa unyenyekevu, mmoja lazima ashuke, mwingine, kila mtu aogope kufanya vibaya kwa ajili ya mwenzake. Unyenyekevu, lakini pia upole, lakini pia uvumilivu. Uvumilivu nao unaleta amani, utulivu tunaambiwa pale. Lakini nataka niseme hapo kwenye kuchukuliana. Pale kuna kuchukuliana, kumuelewa mwenzako, halafu kumbeba mwenzako, kumsamehe mwenzako. Usikubali kuvutwa na tabia zake zikakupeleka mbali. Msamehe, mbebe, muombe. Katika kile kitabu cha Wagalatia sura ya 6 mstari wa 1 na wa 2 pale tunasoma neno la Mungu pale. Ndugu zangu, mtu akigafirika katika kosa lolote, ninyi mlio wa roho, mrejezeni upya mtu kama huyo kwa roho ya upole, ukijiangalia nafsi yako usije ukajaribiwa wewe mwenyewe. Mchukuliane mizigo na kuitimiza hivyo sheria ya Kristo. Kwa hiyo inatakiwa kuchukuliana na kusameheana na kubebana. Hata kama kuna kuelekezana, hata kama kuna kuonyana, basi tuonyane kwa upole. Yale maneno ambayo yatajenga, maneno ambayo yatamfaa mhitaji, maneno yale ambayo yanakolea munyu, maneno yenye neema. Maneno yasiyokuwa na neema yanaondoa amani. Na hapo kwenye kuchukuliana pia kuna kusameheana. Lazima usamehe, kuachilia makosa ya ndugu yako na kuyafuta moyoni ili yasiwe makosa tena. Mwenzako akikukosea, achilia makosa ya ndugu yako na kuyafuta moyoni ili yasiwe makosa tena. Kuondoa kabisa maumivu na uchungu wote moyoni. Unaona, kuondoa chuki, uchungu moyoni. Kwa sababu chuki na uchungu moyoni vinaondoa amani. Kutokusamehe ni kuondokewa na amani. Kubeba mafaili. Unajua kuna watu wana mafaili. Akianza kufungua faili, anafungua faili mpaka hata miaka 15-20 iliyopita. Bado anaelezea tatizo la ndugu yake. Kwamba huyo miaka 25 iliyopita, alinifanya hivi na hivi, mwache tu huyo, mimi nimemwacha tu. Hasa haya maneno yanaondoa amani. Na amani isipokuwepo, hatutamuona Mungu kama jinsi ambavyo tumesoma katika kile kitabu cha Waebrania, ile sura ya 12 mstari wa 14. Kwa hiyo kusamehe,
Unajua, nikajifunza siku moja katika kile kitabu cha Marko sura ya 11 mstari wa 25 na wa 26. Nikajifunza neno gumu pale. Mstari wa 25 na 26 sura ya 11. Nanyi kila msimamapo na kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ili na Baba yenu aliye mbinguni awasamehe na nyinyi makosa yenu. Lakini kama ninyi hamsamehi, wala Baba yenu aliye mbinguni hata wasamehe ninyi makosa yenu. Pale nikajifunza, anasema kila msimamapo kusali, sameheni. Kila msimamapo kusali, sameheni. Nikajiuliza, kwa nini kila tusimamapo kusali? Kwa hiyo ni maana nikisimama asubuhi, nikasimama labda saa 5, nikasimama tena mchana, nikasimama jioni, nikasimama usiku, natakiwa kusamehe. Nikajiuliza, nasamehe nini? Nikagundua kwamba anasema ukisamehe na Baba yako wa mbinguni anakusamehe. Kwa hiyo ili maombi yako yakubalike ni lazima usamehe. Lakini pia nikasoma kitabu cha Mathayo pale, anasema makwazo hayana budi kuja, mambo ya kukosesha. Kwa hiyo mambo ya kukosesha yanakuja katika makwazo ambapo hayana budi kuja. Yako mengi yanatokea kila wakati. Tunatakiwa kusamehe, kuachilia, ili tuwe na amani kwenye moyo. Uchungu kwenye moyo usiwepo, wala chuki ndani ya moyo usiwepo. Hivi vitu vyote vikiwepo ndani ya mtu vinaondoa amani. Lakini pia tumesoma hapo neno la Mungu kwamba upendo, kwamba tujivike upendo. Anasema ndicho kifungo cha utimilifu. Pale tusome sasa katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 13. Wakorinto wa kwanza. Tunaongelea habari ya kuwa na amani na watu wote. Wakorinto wa kwanza sura ya 13, nitasoma mstari wa 4 mpaka wa 7 pale. Upendo huvumilia. Kumbe ukiwa na upendo unatakiwa uvumilivu. Utakuwa na uvumilivu. Upendo hufadhili. Upendo hauhusudu. Upendo hautakabari. Upendo haujivuni. Upendo haukosi kuwa na adabu. Upendo hautafuti mambo yake. Upendo hauoni uchungu. Upendo hauhesabu mabaya. Upendo haufurahi udhalimu, bali hufurahi pamoja na kweli. Upendo huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote, hustahimili yote. Kwa hiyo habari, ili kuwa na amani ni lazima mtu ajivike vazi la upendo, ama kifungo cha upendo. Biblia inasema kifungo cha upendo ni utimilifu. Kwa hiyo mtu ili awe na amani ni lazima uwe na upendo. Ukishakuwa na upendo hautahesabu mabaya. Ukishakuwa na upendo utavumilia yote. Ukishakuwa na upendo hautajivuna. Ukishakuwa na upendo hutahesabu mambo yako. Ukishakuwa na upendo utatanguliza mwenzako. Kwa hiyo ili kuwa na amani ni kuwa na upendo. Lakini pia pale katika kitabu cha Wakolosai tukasoma pia kwamba shukurani. Nimeona kumbe nayo shukurani inaleta amani. Mwenzako akikufanyia kitu mshukuru, inaleta amani. Akikufanyia kitu mshukuru. Unajua kuna watu huwa wanajihesabia haki. Hata akipewa kitu anahesabu haki. Hata akifanya hiki anahesabu haki. Mimi siku moja nikawabeba watu watakatifu wa Mungu wameokoka kwenye gari. Mvua inanyesha, nikawakuta barabarani. Mvua inanyesha, nikawakuta barabarani. Nikasimamisha gari, ingieni. Wakaingia ndani ya gari. Walikuwa wanaelekea kanisani. Tulipofika kanisani, wakati wanashuka, wote wakawa wanasema, asante Yesu umetuona. Asante Yesu umetuona. Umetuona Yesu, umetuletea gari kwa wakati. Tumepanda gari, tumepona mvua. Bila Yesu tungeloana. Kweli mimi nakubali, bila Yesu wangeloana. Na Yesu amewaletea gari. Lakini gari hili linaendeshwa na mtu. Kwa hiyo usifa na utukufu mpe Yesu. Lakini huyu mtu naye mwambie asante umetuchukua pale. Hasa kuna watu wengi wapendwa, shukurani huwa hawana. Akichukua kitu anasema Yesu kaniwekea pale, Yesu kanipa. Yesu anatumia watu. Yesu hashuki kugawa upendo wala kugawa misaada. Yesu anatumia watu. Kwa hiyo watu wakikufanyia jambo, ndio maana Biblia inasema iweni watu wa shukurani. Mshukuru yule mtu.
halafu sifa na utukufu na shukrani vinavyozidi mpe Mungu aliye juu mbinguni. Kwa hiyo nayo inaleta amani. Lakini jambo lingine ambalo linatakiwa tulifuatilie wakati tunatafuta kwa bidii ni kumtanguliza mwenzako na kumuona bora. Utasababisha amani ya kutosha. Kumtanguliza mwenzako na kumuona bora. Ukimuona bora hutamuumiza kwa matendo, ukimuona bora hutamuumiza kwa maneno, ukimuona bora utamtendea mema, ukimuona bora utamhurumia, ukimuona bora utamuwazia yaliyo mema. Tusome katika kile kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 3 mpaka wa 4. Nitasoma pale. Msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Unajua, ili kuwa na amani hata katika ndoa, wale wanandoa amtangulize mwenzake kuwa ni bora. Mwanamke mwenzangu, mtangulize mume wako kuwa ni bora. Tanguliza hata watoto wako kuwa ni bora. Ukiwa kiongozi, watangulize wenzako kuwa bora, waone bora. Halafu usiangalie tu mambo yako, lakini angalia na mambo ya wengine. Kwa hiyo kumfanya mwingine awe bora. Unajua, ukimfanya mwenzako bora, hata mume wako bora, hutamfanyia mambo mabaya. Ukimfanya mke wako bora, hutamfanyia mambo mabaya. Ukimfanya mfanyakazi mwenzako kuwa bora, hutamsengenya, hutamsema vibaya, hata katika huduma, hata katika kazi, hata katika biashara. Ukitanguliza mwingine, unasababisha amani kubwa. Unaona ofisi inakuwa na amani, unaona biashara inakuwa na amani, unaona kazi inakuwa na amani, unaona hata huduma inakuwa na amani, unaona hata maisha ya nyumbani yanakuwa amani. Mume akimtanguliza mke wake, na wewe mke ukimtanguliza mume wako, kunakuwa na amani kumtanguliza mwingine. Lakini jambo lijae moyoni. Neno la Kristo likijaa moyoni, hutafanya kinyume na Mungu. Kwa hiyo utakuwa katika mstari wa Mungu na utasababisha amani, maana kila jambo utakalolifanya utaongozwa na neno la Mungu. Tusome kitabu kile cha Zaburi 119 mstari wa 165, ili tumeshalisoma lakini naona tulirudie pale. 119 mstari wa 165. Wana amani nyingi waipendao sheria yako, wala hawana la kuwakwaza. Kupenda sheria ya Mungu ni neno la Mungu ndani ya mtu. Ukiwa na neno la Mungu, utakuwa huna kitu cha kukwazika. Ukiongozwa na neno la Mungu, hutakwaza mume wako, hutakwaza watoto wako, hutakwaza wafanyakazi wenzako, hutakwaza watu nao waongoza, hutakwaza majirani, hutakwaza hata kanisani, kwa kuwa utakuwa unaongozwa na neno. Kwa hiyo amani itakuwa nyingi. Kwa hiyo wanawake wenzangu, leo tumejifunza somo hili la kutafuta kwa bidii kuwa na amani na watu wote, kwa sababu sisi tunahusika sana na mambo ya kuwa na amani na watu. Tunahusika sana na mambo ya watu. Tunahusika na watoto, tunahusika na waume zetu, tunahusika na mambo mengi. Kwa hiyo tunatakiwa kuwa na bidii katika kuitafuta amani. Tutafute kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Tutaweza kuishi na waume zetu, tutaweza kuishi na watoto, tutaweza kuishi na wafanyakazi wenzetu, hata wadada wa ndani. Unajua, wamama wengine, wanawake, hawawezi kuishi na wasichana kwa sababu hana amani mule. Anaona huyu msichana ametoka huko kijijini, labda maskini sana, anamwambia, anaona pale ndo amnyanyase. Lakini kumbe yule ukimtanguliza, ukimuona bora, ukaishi naye kama mtoto wako, atakuwa na amani. Hata kama ana vituko vitapungua, hata kama ana vituko vitaisha, na kama haviishi atashindwa yeye. Lakini wewe tafuta kuwa na amani na house girl wako. Je, mwanamke mwenzangu, una amani na msichana wako wa kazi? Ama kila wakati wewe msichana wa kazi ni kugomba tu, ni kumgombeza?
Lakini jambo jingine la muhimu ambalo tunatakiwa kuwa nalo ili kuwa na amani na watu wote ni maombi. Uwe mtu wa maombi ili Mungu akuwezeshe, ili Mungu aniwezeshe, ni maombi. Kwa maana Mungu amesema pale, ninyi bila mimi hamwezi neno lolote. Hapa nataka tusome kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6, nitasoma pale. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru unazijulikane na Mungu. Kwa hiyo unajua, wakati mwingine unamuomba Mungu, naomba uniwezeshe hata niwe na amani. Naomba Mungu uniwezeshe nikujue. Mungu nitie nguvu nisome neno lako nilielewe. Unajua, ukisoma neno la Mungu ukalielewa, utafanya sawa sawa na mapenzi ya Mungu na utatembea katika mstari wa Mungu na utafanikiwa kuwa na amani na watu wote. Kwa hiyo ni jambo la maombi. Lakini kuna mambo ya kuyaepuka ili usipungukiwe na amani ama usiwasababishe watu wengine kukosa amani. Kuna mambo ya kuyaepuka. Jambo la kwanza, usiwe mtu wa kujihesabia haki kupita kiasi. Unajua, mtu anaweza kujihesabia haki, halafu anaona, kwa nini hakunifanyia hiki? Kwa nini amenijibu hivi? Kwa nini ameniambia hivi? Kwa nini hajaniheshimu? Kwa nini hajanishukuru? Kwa nini pale amenisema vibaya? Huyo mtu anataka kujihesabia haki kupita kiasi. Ukiwa mtu wa kujihesabia haki kupita kiasi, mwanamke mwenzangu, utakosa amani wakati wote. Maana kila saa unajua kuna watu wanataka aone haki, kwamba yeye ndio amestahili, yeye ndio ameokoka sana kuliko wengine, yeye ndio amesoma kuliko watu wengine, yeye ndio anayejua kila kitu pale, anataka ashike kila kitu, anataka ajihesabie haki, anataka wampe heshima, anataka wampe sijui vitu gani, anataka apate cheo, anataka labda angekuwa ni yeye. Basi unakuta hana amani. Anajihesabia haki kwamba mimi nilistahili kufanyiwa hiki. Ukiwa ni mtu wa kujihesabia haki kupita kiasi, utakosa amani, mwanamke mwenzangu. Wakati mwingine kubali mambo mengine yaende. Kudai haki kupitiliza, kujiona kila wakati wewe ni mwenye haki, kuona wamekuonea, wakati mwingine kuona wengine hawafai, kuona hawajui, wengine wamefanya vibaya. Kubali kuwatanguliza wengine, kubali kupoteza, kubali kupata hasara kwa ajili ya Kristo. Hebu tusome kitabu cha Mhubiri hapa kwa ajili ya hili neno letu. Tuangalie hapo kitabu cha Mhubiri sura ya 7 mstari ule wa 16. Nitasoma pale. Usiwe na haki kupita kiasi, wala usijiongezee hekima mno, kwani kujiangamiza mwenyewe. Usiwe na haki kupita kiasi, wala usijiongezee hekima mno, kwani kujiangamiza mwenyewe. Kwa hiyo hapa usiwe mwenye haki kujiongezea kwamba hapa ingekuwa hivi, hapa ingefanyika hivi, hapa wangenifanyia, hapa labda hivi. Kwa hiyo utajikuta wewe huna amani kwa sababu unataka kama haki zaidi. Lakini jambo lingine ili usijihesabie haki ni kukubali kuhesabu vitu vingine upoteze. Vihesabu vitu vingine kuwa ni hasara ili uweze kupata uzuri wa Kristo, ili uweze kupata amani. Kitabu kile cha Wafilipi sura ya 3 mstari wa 7 mpaka wa 9 pale. Nisome kitabu cha Wafilipi sura ya 3 mstari wa 7 mpaka wa 9, nitasoma pale. Lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu naliyahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Naam, zaidi ya hayo na hayahesabu mambo yote kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikiyahesabu kuwa kama mavi ili nipate Kristo. Kwa hiyo wakati mwingine usijihesabie haki sana, mwanamke mwenzangu. Hesabu kwamba mambo yote ni hasara, mengine ya hesabu kama hasara,
kwa ajili ya Kristo ili uwe na amani na watu wote. Kama mtu wakati mwingine anataka umpe heshima, wewe ukimpa heshima unapungukiwa nani? Kama kuna mtu anataka umfanyie kitu ambacho kiko katika uwezo wako, wewe ukimfanyia hicho kitu unapungukiwa nani? Wakati mwingine kubali kupoteza ile heshima uliyoitaka kwa ajili ya kumpata Kristo, lakini kwa ajili ya kupata amani katika moyo wako. Wanawake wengi sana wameshindana hata katika ndoa zao, kwa sababu anataka kushindana, anajihesabia haki. Unajua hata wadada wa sasa hivi hawa wanaolewa, wanawake wa sasa hivi hawa wanawake na wako na wanawake wengine. Yaani unakuta wanasema yuko kwenye ndoa, anasema anataka haki za binadamu. Haki za binadamu anazozitaka hata kwenye Biblia humo hazijaandikwa. Sasa umeokoka, unasali, wewe ni Mkristo, umezaliwa mara ya pili, unataka haki za Beijing. Unajihesabia haki zile za Beijing. Zile haki za Beijing hazijaandikwa humu. Sisi tunatembea na haki zilizoandikwa humu. Kwa hiyo ndoa za sasa hivi zinaleta mikwaruzo, kwa sababu wanawake wengi hawana amani na ndoa zao. Kwa nini hawana amani na ndoa zao? Wanajihesabia haki. Anahesabu haki, anasema na mimi ni binadamu, sisi wote ni binadamu, wote tuna damu. Kwa nini yeye? Kwa nini yeye? Kwa nini yeye? Kwa nini anajihesabia haki? Hasa mwanamke mwenzangu, ukiwa ni mtu wa kujihesabia haki ambayo haikuandikwa katika kitabu hiki cha Biblia, neno la Mungu, wewe utakuwa huna amani kwenye ndoa yako. Utajikunja, kila saa utaona unaonewa na huyo mume wako. Kila saa utaona anakuonea huyo mume wako, kwa sababu unataka haki ambayo huku haikuandikwa. Kwa hiyo usiwe mtu wa kujihesabia haki kupita kiasi, utatokewa na amani itatoka. Lakini jambo lingine ambalo tunatakiwa kuziepuka tamaa, matarajio. Kuziepuka tamaa, matarajio. Unajua tamaa au matarajio yakikosekana utakosa amani. Kwa hiyo uwe mwangalifu sana na hizi tamaa. Na muda wangu nakimbia sana hapa. Hebu tuangalie kile kitabu cha Yakobo. Nataka tuangalie pale kitabu cha Yakobo sura ya 1 mstari ule wa 13 na wa 14. Mtu ajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Kwa hiyo wakati mwingine unakuta mtu ana matarajio. Yale matarajio yasipotimia anakosa amani. Unajua mwingine anatarajia kwamba hapa nimefanya kazi kwa bidii, nitakuja kusifiwa. Unakuta hujasifiwa, amani inatoka. Mwingine anasema mume wangu ataniletea zawadi, hajakuletea sasa. Amani inatoka. Matarajio. Mwanaume naye anatarajia kwamba mke wangu ataniheshimu, hajakuheshimu sasa. Unakosa amani. Matarajio. Kwa hiyo ninapofika mwisho hapa, nataka kuongea na wanawake wenzangu, hata na wewe mtazamaji mwingine ambaye sio mwanamke, umesikiliza neno hili. Amani ni kitu cha muhimu sana, na amani inatafutwa kwa bidii. Kwa hiyo tafuta kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Na katika hayo mambo ambayo tumejifunza, ninaamini kwamba Mungu atakusaidia mwanamke mwenzangu, urudishiwe amani. Amani inatafutwa kwa kukaa katika nafasi yako, kufanya yale ambayo yanakupasa. Ninakushukuru sana kwa ajili ya usikivu wako, na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Naomba nimshukuru Mungu kwa ajili ya neno ambalo tumejifunza leo. Mungu na Baba yetu, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru tena Mungu kwa ajili ya wema na uaminifu wako kwetu. Asante kwa ajili ya maneno haya ambayo Mungu umesema kupitia kinywa changu kwa ajili ya watu wako. Naomba yakapate nafasi katika vibao vya mioyo yao, kila mtu akapate kuyatendea kazi. Naomba Mungu achilia neema yako, ambapo kila mtu aweze kuitambua amani kwamba ni ya muhimu na ni kigezo muhimu ili kukuona wewe. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen.
AGT.